Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Kama bado hujajiunga na Zone Media, basi ni kuombe uweze kusubscribe, lakini kulike, kucomment pamoja na kushare ili uweze kupata habari ambazo zinajiri hapa wakati wote. Viongozi wa Iran wametangaza kuwa Tehran imezindua mpango mpana wa dharura wa kulinda raia wake kutokana na ongezeko la shinikizo la kijeshi la Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Mpango huo ambao umeelezwa kuwa ni wa kipekee na wa dharura unalenga kuhakikisha usalama wa wananchi, kushughulikia hatari zinazoweza kutokea kutokana na mashambulio na kudhibiti athari za kijeshi zinazoweza kuathiri maisha ya kila siku ya raia. Wizara ya Mashauriano ya Usalama na wakuu wa Kikosi cha Mapinduzi ya Kiislamu IRGC wamesema kuwa mpango huo unahusisha hatua za usalama wa raia kama vile kuanzishwa kwa vituo vya dharura, mafunzo ya kujiweka salama kwa wananchi na usambazaji wa taarifa muhimu kuhusu hatari zinazoweza kutokea. Hii ni hatua ya kujitayarisha kiusalama katika muktadha wa ongezeko la uwepo wa kijeshi wa Marekani, ikiwemo meli za kivita, ndege za kijeshi na vifaa vya kisasa vinavyokuwa karibu na mpaka wa Iran. Wakuu wa serikali wamesisitiza kuwa mpango huu haufanyi shambulio lolote la kijeshi, bali ni juhudi ya kulinda maisha ya raia na kuhakikisha kuwa wananchi hawawezi kuwa wahanga wa mzozo wa kijeshi unaozidi kuongezeka. Mpango huo unalenga pia kuhakikisha ufuatiliaji wa hali ya usalama na kuandaa njia mbadala za kuondoa raia kwenye maeneo hatarishi iwapo hali ya mashambulio itazidi kuwa mbaya. Hali hii inajiri huku Marekani ikiongeza uwepo wa kijeshi katika Ghuba ya Uajemi, hatua inayolenga kuonyesha nguvu na kutoa tahadhari dhidi ya Iran, lakini pia imeongeza hofu ya uwezekano wa mgogoro wa kijeshi. Mashirika ya habari ya kimataifa yametoa tahadhari kuwa hatua za Iran zinaonyesha kuwa taifa hilo lipo katika hali ya tahadhari kamili, likijitayarisha kwa uwezekano wa mashambulio ya ghafla. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema kuwa mpango huu wa dharura ni kiashiria cha jinsi Iran inavyochukua tahadhari kwa ajili ya raia wake, huku ikionyesha utayari wa kijasusi na kisheria. Pia ni ishara kwa mataifa ya nje kwamba Iran haitaogopa kuchukua hatua za kujilinda iwapo tishio la kijeshi litazidi kuwa kubwa. Mpango wa dharura wa Tehran unajumuisha pia ulinzi wa miundombinu muhimu kama vile hospitali, vituo vya chakula na mitandao ya umeme, kuhakikisha raia hawapati madhara makubwa iwapo mashambulio yatafanyika. Hii inaashiria ushirikiano kati ya wizara mbalimbali, kikosi cha jeshi na mashirika ya kiraia ili kuhakikisha mpango unatekelezwa kwa ufanisi na kwa haraka. Kwa ujumla, hatua ya Iran ya kuzindua mpango huu wa dharura inabaini msimamo wa tahadhari kamili na ulinzi wa raia wakati mvutano unaendelea kupanda kati ya Tehran na Washington. Hii inaashiria kuwa Iran inachukua hatua madhubuti za kistratejia kuhakikisha usalama wa raia wake na kudhibiti athari za hatari zinazotokana na uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo. Hatimaye vuguvugu la vita katika ukanda wa Mashariki ya Kati baina ya Marekani na Iran linazidi kutanda kila siku baada ya Iran kuzindua mpango mpya ya kuwalinda raia wake endapo mapigano kati ya Iran pamoja na Marekani yataweza kuanzishwa. Na mpango huu ni mpango ambao umeanza mapema kabisa hivi sasa ili kuwanusuru raia endapo Marekani itaamua kufanya mashambulizi mazito katika taifa la Iran. Basi mtazamaji wetu, na sisi tuko hapa kufuatilia kwa karibu zaidi kile ambacho kitajiri katika uga wa kimataifa. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu nasi kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.